Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 27, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema jaji wa juu kabisa. Soma Mwanzo 18 aya 25, Zaburi sura ile ya 7 ya 11, Zaburi ya 50 aya 6, Zaburi ya 82 aya ya kwanza, Zaburi ya 96 aya ya 10 na Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya ya kwanza na aya ya 8. Aya hizi zinatuambia nini kuhusu tabia ya kimaadili ya Mungu? Nafasi ya Mungu kama jaji wa ulimwengu inatusaidiaje kuelewa suala la vita vya kiungu? Utakatifu wa tabia ya Mungu unamaanisha kwamba hawezi kuikubali dhambi. Yeye ni mvumilivu. Hata hivyo, ni lazima dhambi ivune matokeo yake ya mwisho ambayo ni mauti. Warumi sura ile ya 6 aya 23. Yahwe alitangaza vita dhidi ya dhambi bila kujali kwamba ilikuwa wapi, iwe ni katika Israeli au kati ya Wakanaani. Israeli haikutakaswa kwa njia ya kushiriki kwenye vita vitakatifu, na vile vile hakuna mataifa mengine yoyote yaliyotakaswa hivyo. Kumbukumbu la Torati 9 aya 4 na 5. Kumbukumbu la Torati 12 29 na 30. Hata wakati walipokuwa njia ya hukumu ya Yahwe dhidi ya taifa lake teule. Tofauti na watu wengine wa kale wa Mashariki ya Karibu, Waisraeli walipata uzoefu ulio kinyume na vita vitakatifu, pale ambapo Mungu hakupigana kwa ajili yao bali dhidi yao, akiruhusu maadui wao wawakandamize. Linganisha na Yoshua sura ile ya 7. Dhana nzima ya vita vitakatifu inaweza kueleweka tu ikiwa itaonekana kwa kuzingatia shughuli ya Mungu kama jaji au hakimu. Vikitazamwa kwa namna hii, vita vya Israeli vya ushindi vinachukua sifa nyingine kabisa. Kwa kulinganisha na vita vya kiimla vya kujitukuza vilivyokuwa vikitawala kwenye ulimwengu wa kale na hata wa kwetu leo, vita vya Israeli havikukusudiwa kuleta utukufu kwao wenyewe bali kuthibitisha haki na amani ya Mungu kwenye nchi. Hivyo katika kiini cha uelewa wa dhana ya vita vitakatifu imesimama dhana ya utawala na ukuu wa Mungu, ambavyo vinawekwa rehani kwenye taswira ya Mungu kama mpiganaji, kama ilivyo katika taswira ya Mungu kama mfalme na hakimu. Yahwe kama mpiganaji ndiye ambaye kama hakimu anawajibika katika kutekeleza, kudhibiti na kudumisha utawala wa sheria ambao unaakisi tabia yake. Picha ya Mungu kama mpiganaji, ikifanana na ile ya Mungu kama hakimu na mfalme, inatangaza kwamba Yahwe hatavumilia milele uasi dhidi ya utaratibu wake uliothibitishwa. Hivyo mtu anaweza kuthibitisha kwamba lengo la shughuli ya Yahwe kamwe si vita vyenyewe au ushindi wenyewe, bali urejeshwaji na uthibitishwaji wa haki na amani. Hatimaye, kuhukumu na kuanzisha vita au kutenda haki ni kitu kile kile ikiwa Mungu ndiye mhusika wa kitendo hicho husika. Mtafakari Mungu kama hakimu mwenye haki, asiyeweza kupokea rushwa wala kuathiriwa na upendeleo. Huyu Mungu ambaye hatadumu kuvumilia dhambi, ukandamizwaji, kuteseka kwa wasio na hatia na unyonyaji wa waliokandamizwa, anakuwaje sehemu ya Injili? Hii ni Oktoba 27, siku ya Jumatatu, mada ikisema jaji wa juu kabisa. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.